Yaani wewe, sawa, na hili begi lako baba, nataka uondoke. Chukua begi lako pale, chukua. Ukiambiwa mtu hakutaki kwake, elewa hadi sikupendi. Yaani ninakwambiaje, hapa kwangu nitaishi na mdogo wangu na mume wangu. Hivi ndugu wa mume, mbona mnagubu? Mnakuja kunijezia nzi kwangu. Sikutaki. Yaani usome huko. Kwanza kuja kufaulu, atakuja kwa nani zalaza. Na nyinyi mnaosomeshwa na ndugu zenu huwa mnagubu mkija kupata kazi. Hata kukupigia simu ambia kuna hela, sitaki mazoea kwangu. Tena unavoondoka hapa katia mti. Usije kurudi hata siku moja. Karibu sana mdogo wangu. Karibu sana. Mke wangu vipi? Salama. Shangazi shikamoo. Baba karibuni sana jamani. Asante. Mbona kelele sana? Niko hapa napigizana kelele na Dini. Kama kawaida yake. Sasa hivi anatoa nguo, unavyoona ile begi anataka kufua hapo. Kwamba unajua kwamba limezama sasa hivi. Hapana. Hapa sasa zitakauka saa ngapi? Mwambie wewe. Hapa ziwezi kukauka sasa hivi. Mbona mnajua kabisa? Mwambie wewe. Ungeweka ufue asubuhi au asubuhi na ratiba gani? Wewe ndio unanipeleka begi hiyo. Kwa hiyo asifue. Siwezi kufua sasa hivi. Atafua tu asubuhi. Hapa sasa hivi hamna atajua kabisa. Yaani mume wangu niko nagombana naye. Yaani zile kelele unasikia hapa. Nagombana naye. Di usifue. Jamani inaonekana kama shemeji na lombaya. Amna naye leo. Sasa mke wangu. Huyu ni mtoto wa dada yangu. Dada yangu mtoto anamsumbua sana. Dada yako msijui wewe na dada yangu. Dada yangu Judy. Dada yako Judy. Huyu ni mtoto wa dada yangu. Anasumbua kweli, ni mtundu sana. Kwa hiyo mwambie sister acha nikae naye, kesho naenda kumlipia tuition.